Kipekee kabisa nimpongeze mama yetu shujaa, Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa weledi mkubwa na ushujaa wake imara katika kuliongoza taifa mpaka siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, amani, utulivu tulionayo ni matunda ya haki lakini na wajibu ambao watu wanatakiwa kuwa nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimempongeza Mheshimiwa Rais kipekee kwa sababu yapo mengi ya msingi ambayo ameyafanya kwa utashi wake wa kisiasa bila kusukumwa na ushawishi wa pande yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2020-2021-2022 nilisimama kwenye bunge lako tukufu nikiwa ninalia juu ya mlundikano wa magereza. Maabusu na wafungwa walikuwa wamejaa magerezani na kusababisha adha kubwa, magonjwa ya mlipuko pamoja na fedha nyingi za serikali ambazo zilikuwa zinalisha hawa watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa usikivu wa mama huyu shujaa, 2023-2024-2025 aliunda tume ya haki jinai. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni matunda ya usikivu lakini na namna ambavyo alivyo na uzalendo namba moja katika taifa letu. Alivyounda tume hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo mengine, tume hii iliangalia ili swala la mlundikano magerezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais Samia Suluhu Hassan alilisimamia kidete na hatimaye 2024-2025 sasa tumeenda kupumua na hakuna mlundikano magerezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme 2023 na 2022 kulikuwa kuna wafungwa magerezani pamoja na maabusu 32,300. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ninavyoongea wako 27,500. Ni nini, kwa nini nasema hili? Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezo wa kubeba magereza yetu, uwezo wa kubeba wafungwa pamoja na maabusu ni 29,900. Unaweza kuona kuna upungufu mkubwa magerezani na watu wako comfortable. Maana magerezani ni mtakuja, nisipokuwa kuenda mimi atakuwepo mwingine. Kwa hiyo rais ameandaa mazingira mazuri kwa wafungwa pamoja na mabusu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika haya Mheshimiwa Rais amesimamia pesa za walipa kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upungufu huu kuna upungufu wa wafungwa na maabusu 4,900. Ukikonvati kwa pesa ya Kitanzania ambapo mfungwa au maabusu anakula 5,000 kwa siku, maana yake Mheshimiwa Rais ameokoa bilioni 8 na something. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalendo haupimwi kwa maneno, unapimwa kwa vitendo. Na katika hili madarasa 36 yanaweza kujengwa kwa hizi fedha. Huu ndio uzalendo tunaongea, huu ndio upendo wa mwanamke huyu tunaoongea, sio upendo wa maneno. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hili ameruhusu, ametoa msamaha kwa wafungwa, ameweza kuendesha na kuunda hichi chombo kupitia watu wetu, ameunda hichi chombo cha mahakama mtandao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto katika mahakama mtandao. Maana yake ni nini? Wizara ichukue hatua ya kuelimisha Watanzania faida za mahakama mtandao na ni nini. Maana yake wengi hawajui. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tulitembelea gereza la Isanga, tutakuta wafungwa wanasikiliza kesi zao kwenye mahakama mtandao comfortable. Maana yake ni nini? Mlundikano umepungua lakini watu wako imara wanasikiliza kesi zao. Kuna changamoto ya interneti. Naomba hili Mheshimiwa Waziri ulishughulikie. Wakati kesi zinaendelea kuna katika kwa mitandao, kwa hiyo kuleta adha kwa wasikilizaji lakini na waendesha mashtaka. Changamoto nyingine Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna uhaba wa wataalamu wa tehama ambao wanaendesha mitambo ile. Niombe
Mheshimiwa Waziri, kupitia magereza waajiriwe watu wenye uweledi wa kuweza kusimamia hili. Lakini kuna changamoto za nyumba zenye huo mfumo wa mahakama mtandao. Uliangalie ili dhima iweze kuchukuliwa inavyotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hilo nipongeze jeshi la magereza, wanafanya kazi ya kizalendo na ya utu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nishauri serikali hawa watu wawekewe miundombinu thabiti. Wana hekari zaidi ya 42,000 nchi nzima, lakini hawana vifaa vya kisasa vya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe watu hao wapewe vifaa vya kisasa kwenye taifa letu. Mvua ikinyesha, Mheshimiwa Mwenyekiti, badala ya kupiga magoti na kumshukuru Mwenyezi Mungu, watu wanaingia kusali na kuomba na kulia kwa kuwa watavunjiwa nyumba, barabara zitaharibika kwa sababu hatujatengeneza miundombinu ya kupita maji ya mvua. Niombe liwezeshwe jeshi letu la magereza kutengeneza miundombinu ya kuvuna maji ya mvua. Haya maji yasiyo kilio yawe kicheko, yasaidie kunyeshea kwenye mazao watakayoyalima. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niongelee kwenye jeshi la polisi. Jeshi la polisi linafanya kazi yake nzuri sana kwa weledi mkubwa sana. Utulivu wa Tanzania ni matokeo haya. Naomba niwapongeze kwa namna ya tofauti. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vituo ambavyo haviko sawa. Kituo cha kata ya Mabogini, jimbo la Moshi vijijini, Mheshimiwa Mwenyekiti, askari wanaogopa kukaa ndani. Kituo kimebomoka, hakifai kufanya kazi. Niombe Mheshimiwa Waziri, unapokuja hapa uniambie ni lini kituo hichi kitajengwa ili kulinda wananchi zaidi ya 50,000 kwenye kata ya Mabogini ambao wanategemea usalama wa hili taifa. Lakini kubwa kuliko yote ni kemea tabia mbaya ambayo watu wanaichukua AI, wanaenda kuleta michezo ya ajabu, wanachora mapicha si mazuri kwa ajili ya kufanya bullying kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kama mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ninakataa na ninakemea kitendo hiki kwa sababu hakikubaliki. Kama viongozi kwenye taifa hili, kwenye Biblia wapo, kwenye msahafu wapo, kwenye Qurani wapo, waheshimiwe. Aheshimiwe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kumfanyia bullying kwa sababu ni mwanamke, eti kwa sababu kawaje. No, ninakataa kitendo hiki kwa sababu si afya kwa taifa letu. Rais wetu yupo eti kwenye mitandao, mara kachorwa katuni hii, mara katuni ile. Na kemea, washindwe na walegee. Kwa kuwa sisi ni wanawake, haturuhusu tukio hili liendelee tena. Wasijenge mazoea, wakome. Wasijenge mazoea, kwa sababu wakijenga mazoea, Mheshimiwa Mwenyekiti, watazoea kidogo kidogo, baadaye tutaona wameingia chumbani, watoke. Ninasema hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Felisa Deogratias Njau kwa mchango wako mzuri sana. Tunaendelea na Mheshimiwa Tauhida Hassan Gallos. Mheshimiwa Boniface Mwita Geteri ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia fursa hii. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza waziri, naibu waziri, katibu mkuu na IGP kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa ajili ya taifa hili. Niwapongeze kwa mambo makubwa wanayoifanyia Tanzania. Nikupongeze Mheshimiwa Waziri. Umekuwa waziri kati ya mawaziri, lakini kwa namna ya kipekee umekuwa waziri wa kiraka pale ambapo mama anaona sasa hapa ninakuhitaji. Lakini sio hilo tu, tutume salamu jimboni waturudishie, maana wewe ni rasilimali ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niwashukuru na kuwapongeza makamishna wote, lakini kwa namna ya kipekee nimpongeze kamishna wetu Kombo
kutoka Zanzibar kwa kazi kubwa anayoifanya, hususan pale alipotugusa ndipo sisi wanawake viongozi wa Zanzibar kutatua na kuondosha kuhangaika na swala la unyanyasaji kwa wanawake na watoto. Kamishna, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee nimpongeze na kumshukuru rais wangu mama yetu Samia, rais ambaye amekuwa rais wa mfano ndani ya nchi za Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapata tabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa Tanzania tuna uvumilivu, lakini namna wanavyotuona uvumilivu tuliokuwa nao, jambo kubwa na la kupongeza, tunampongeza rais wetu kwa namna ya kipekee anavyotufundisha uvumilivu wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, uvumilivu wetu pia unaimarishwa na jeshi la polisi, namna wanavyoilinda Tanzania na namna wanavyofanya kazi ndani ya Tanzania, wanatufunza wa Tanzania kuwa watu wavumilivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda mrefu sasa umepita, wa Tanzania tunavumilia na tunavumilia na tena, lakini nafika wakati jeshi la polisi leo wabunge tumeamua kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya. Hatuna sehemu ya kusema, kwa sababu ukija kwenye kila sehemu mama amefanya vizuri na amelimarisha jeshi la polisi vizuri. Tunachokitaka kwenu, mwende mkakomeshe vitendo vinavyoenda kufanywa ndani ya mitandao kumdhalilisha rais wetu. Mwende mkaifanye kazi ya kuingia ndani ya mitandao kama mlivyofanya kazi ya kupambana na majambazi wanaotumia vyombo vya moto. Hawakukushindeni na walikuwa wanakuja na vyombo vya moto, lakini tunataka sasa muingie kwenye mitandao. Kazi iliyokuweko kule, vitoto vidogo hata kunyonya havijamaliza kwa wazee wao. Kila mtu ana maneno na lugha anayozungumza ambayo haistahili kuambiwa rais wetu. Rais wetu amekuwa akijitoa kwa ajili ya taifa hili kwa namna ya kipekee. Hakika Mungu alimuita kuwa rais. Tumwangalie kwa namna ya kipekee. Toka siku yake ya kwanza wakati inatunga mimba yake, Mwenyezi Mungu alijua kwamba anamtengeneza Rais Samia kuwa rais wa Tanzania. Alijua fika kwamba huyu ninamtengeneza kuwa rais, ndio maana akawa na roho ya uvumilivu ambayo hata sisi viongozi tuliokuweko humu tusingeweza kuvumilia. Alimtengeneza kuwa mwanamke jasiri. Kati ya vitu ambavyo tunajivunia pamoja na ujasiri wa mama yetu kuweza kuvumilia hali inayoendelea. Muda wote rais wetu anatuasa hala jirani. Tumevumilia majirani, lakini imefika wakati mama, tumeshindwa watoto wako kuvumilia. Tumeshindwa. Hatuwezi. Hakuna mtoto anaweza kusubutu kuvumilia kumwona mzazi wake anatukana. Hakuna mtoto anaweza kukaa kimya kumwona mzazi wake anatukana. Mama, umetufunza tukae kimya. Umesema mzigo huu kwenye hotuba zako unaweza kubeba, ila sisi watoto wako hatuwezi kubeba. Tumechoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikani na kenge wa ndani, malize na wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo, mtu akipata uhuru tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe. Kama tunataka tuende kwenye debate za matusi, tutafungulia Doto Magari mmoja tu, atamalizana nao. Bila kuweka mtu mwingine, Doto Magari mmoja tu, Kenya nzima watamtambua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na uvumilivu wa kutosha, lakini imefika wakati, Mheshimiwa Waziri, kazi za ulinzi wa nchi hii zipo vizuri. Kazi ya jeshi la polisi kulinda wananchi na raia na mali zao upo vizuri. Tunashindwa sasa kudhibiti mitandao. Hatuwezi kuona nchi yetu inatawaliwa na mitandao. Jeshi la polisi, angalieni kwa makini katika kitu kitocholeta dhuruba pamoja na mitandao. Mtandao sasa umekuwa unatumika vibaya ndani ya Tanzania. Tunavumilia, lakini tumechoka. Tunaomba mchukue hatua. Hatuwezi. Jeshi la polisi kila siku, mama yetu rais wetu anahangaika, niboreshe wapi, niboreshe mishahara, niboreshe posho zao, niboreshe hichi, niwapatie magari. Anahangaika kwa namna kipekee. Tumlipeni kitu kidogo tu. Kumlinda yeye ni jukumu letu sisi,
jukumu lenu nyinyi kama jeshi la polisi, jukumu letu sisi wabunge, lakini jukumu la Watanzania. Sasa ni muda wa kumlinda rais wetu, ni muda wa kulilinda taifa letu kupitia rais wetu. Amevumilia, lakini naye binadamu anachoka. Lakini tabia ya mama, hawezi kusema kwa watoto wake kama anachoka. Siku zote mama hawezi kuona watoto wake wanalala njaa, yuko tayari kubeba jembe kulima ila watoto wale na kushiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye masuala ya mitandao kuna mambo mengi, na hili swala la mitandao Mheshimiwa Waziri, nategemea nilishawahi kuzungumza nawe si mara moja, si mara mbili, na nashukuru kuna baadhi ya vitu unaviona unavichukulia hatua. Swala la mitandao limekuwa tishio ndani ya Tanzania. Kuna na wengine huwa wanaiga, wamo ndani ya Tanzania lakini wanataka kuiga ambavyo vitu sio vya utamaduni wetu. Kati ya kitu kimoja mama yetu Samia anachokilinda kwa nguvu zake zote, pamoja na kulinda utamaduni wa Mtanzania, analinda amani ya Mtanzania. Nguvu pekee ya kumpa kusimama sisi kama bunge, kusimama sisi kama Watanzania, kuhakikisha kwamba tunamwambia mama, songa mbele, tuko na wewe. Tunahakikisha hakuna siku mama yetu atakayotetereka. Lakini niseme kuna swala zima la wananchi wa Tanzania wanapopata fursa kwenda nchi za nje kufanya kazi. Ni fursa ile ya kipekee, na naomba serikali yangu, Mheshimiwa Waziri, wasizuiliwe, lakini kuwe na ufuatiliaji wa kina, hususan kwa watoto wanawake wanaokwenda mbali ya nchi ya Tanzania kwenda kupambana na maisha yao. Kuwe na fursa. Naomba idara ya uhamiaji, hebu shirikiana na hawa mapaparazi wanaochukua wadogo zetu na ndugu zetu wa kike kuwapeleka huko, baadaye taarifa zao zinakuwa si nzuri. Hakikisheni mtoto yetu wa Kitanzania anapoondoka hapa mumjue nani kamondosha, wapi anakwenda, na ule mfumo wa kufika kule kunyang'anywa pasipoti zao, kunyang'anywa simu zao, kukosa uhuru na haki ya kibinadamu sio sawa. Naomba kama viongozi tulishughulikie. Mheshimiwa Waziri, kati ya jambo ambalo sisi kama Tanzania kwa sasa wanotusumbua katika nchi hii, ukiacha swala la mitandao ambalo linatusumbua, basi na swala la ndugu zetu wa kike wanaenda kujitafutia riski nchi mbali mbali, wanapoenda kula wanafika wakanyanyasika. Mheshimiwa Waziri, umekuwa ukifanya kazi kubwa ndani ya serikali, umekuwa ukifanya mambo mengi ndani ya serikali, lakini kuna watoto sasa hivi ndani ya Tanzania pia wanaiga. Sio utamaduni wetu, sio utamaduni wetu. Shughulika na hili jambo. Wanaamua kujirekodi, kuweka zihaka, kusema maneno mabovu juu ya serikali, kusema maneno mabaya juu ya rais wetu. Hatuwezi kushughulishwa na kenge wa ndani ya bwawa tulilitengeneza wenyewe. Mheshimiwa Waziri, leo nadhani umeona wabunge wote wamekuja. Letu kubwa wizara ni kuipongeza, ila tunataka mapambano dhidi ya mitandao iongezeke kama mlivyoongeza nguvu kwenye masuala ya ujambazi, ubakaji, na huku kwenye swala la matusi, hususani pale bora mtu akae atutukane sisi wabunge, lakini sio kumgusa rais, sio kumgusa rais. Amebeba mzigo mkubwa, ameibeba Tanzania kwa mzigo mkubwa na kwa wakati ambao hakutarajia. Mama kwa ujasiri wake ametuvusha, mama kwa ujasiri wake amepeleka Tanzania hapa ilipo. Tunajua hakuna mwanamume rais anakubali kuona kwamba kashindwa na mwanamke. Namna mama yetu anavyofanya kazi, kuna mataifa, kuna wanaume wanamwonea choyo, kuna wanaume wanamwonea wivu, lakini tunawaambia watulie. Hiyo ndo namna ya mwanamke anavyofanya kazi, na huo ndo ujasiri wa mwanamke anavyofanya kazi. Niseme, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono bajeti hii ipite. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaiunga mkono 100%. Asante kwa hayo machache. Asante sana Mheshimiwa Tauhida Kassan Gallos kwa mchango wako mzuri. Mheshimiwa Bunge, kabla sijampa fursa mchangiaji anayefuata, naomba ni watangaze wageni ambao wapo. Wageni waliokaa jukwaa la Mheshimiwa Spika ni wageni wa Mheshimiwa Daniel Baran Silo, mbunge na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ambao ni ndugu Joachim Leons Mneki kutoka mkoa wa Manyara,
Karibu sana. Ndugu Shaban Mrisho, katibu wa CCM mkoa wa Manyara. Karibu sana. Wageni wengine ni wageni wa waheshimiwa wabunge. Kuna wageni wa Mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa, mbunge na waziri wa mambo ya ndani. Ni wakurugenzi, wakuu wa vitengo na maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na taasisi zake, na wadau wa taasisi za fedha, Azania Bank, Benki ya Watu wa Zanzibar, NBC, CRDB na NMB. Wale pale. Karibuni sana. Kuna wajumbe wa kamati ya siasa kutoka mkoa wa Kagera. Karibuni sana. Pia kuna kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Karagwe ikiongozwa na mwenyekiti ndugu Pascal Ramugata. Karibuni sana wajumbe hao kutoka huko mkoa wa Kagera. Tuna pia viongozi wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wa wilaya ya Karagwe ikiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri Mheshimiwa Walek Mashanda. Karibuni sana. Pia tuna manaibu kamishna kutoka vyombo vya usalama vilivyopo Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, Jeshi la Polisi, Jeshi la Magereza, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na Idara ya Uhamiaji. Naona bado hawajaingia. Lakini pia tuna wanahabari na wafanyakazi wa ofisi ya mbunge wakiongozwa na ndugu Ivo Ndisanye. Karibuni sana. Wageni wengine wa Mheshimiwa Silo, naibu waziri wa mambo ya ndani, ni wajumbe wa Baraza la Usalama Barabarani Taifa. Karibuni sana. Wengine ni wajumbe wa kamati ya siasa kutoka mkoa wa Manyara. Karibuni sana. Wajumbe wa kamati ya siasa wilaya Babati vijijini. Karibuni sana. Na pia ana wajumbe wa sekretarieti ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara. Karibuni sana wageni hao kutoka Manyara. Pia tuna wageni 53 wa Mheshimiwa Muharami Shaban Mkenge, mbunge, ambao ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kata kutoka jimbo la Bagamoyo mkoa wa Pwani. Karibuni sana wageni wetu kutoka huko Bagamoyo. Tuna wageni pia ambao wametembelea bunge leo hii kwa ajili ya mafunzo, wanafunzi 50 na walimu 8 wa shule ya awali na msingi ya Mikai ya jijini Dodoma. Karibuni sana wanafunzi wetu kutoka hapa Dodoma. Pia tuna wanakwaya 29 kutoka kwaya ya Upendo KKT Azania Front ya jijini Dar es Salaam. Karibuni sana wanakwaya wetu. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea na Mheshimiwa Boniface Mwitagitere. Mheshimiwa Elibariki Emmanuel King ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi ya kuchangia hii wizara muhimu sana katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, la kwanza nimshukuru na nimpongeze waziri wa mambo ya ndani ndugu yetu Bashungwa, anaitwa ni klaka wa mama, anapewa kila eneo lenye matatizo anapeleka na maliza. Ni mtu mahiri sana, lakini mmoja wapo waziri wa staarabu sana katika nchi yetu. Na kupongeza kwa kazi nzuri. Mpongeze wa naibu wake Silo, mchapakazi, ametoka kwenye budget, ameshika vizuri wizara na kusaidia. Katibu mkuu wa wizara, IGP Wambura anatoka kwenye mkoa wa Mara, ametuheshimisha sana watu wa mkoa wa Mara. Anafanya kazi nzuri, maana yake ni kwamba akistaafu mama tena ataona mkoa wa Mara unastahili tena kupata mtu wa aina hiyo. Ametuheshimisha sana, namshukuru sana. Lakini kuna mama yetu yule anafanya kazi nzuri sana yule wa uhamiaji. Sasa sijui yule ataendelea kuwepo, maana yake yule naona umeongeza hata mikataba. Kama mikataba yake imeisha, niongezeni tu. Anafanya kazi vizuri, msikivu sana yule mama. Anafanya kazi nzuri sana. Lakini watendaji wote wa wizara, mapolisi wote wa wizara wanaofanya kazi, makamishna wote wanafanya kazi nzuri sana. Ndugu zangu wabunge, tukubaliane. Kuna nchi duniani hazina vyombo vya ndani, hazina mapolisi. Zipo nchi duniani. Lakini kwa nchi za Kiafrika kama si Tanzania, polisi wakikosekana hata dakika moja, wote mtakuwa mko ndani.
mtajifungia na mali zenu zote zitaenda. Kwa hiyo mapolisi ni watu muhimu sana katika nchi yetu. Na mimi naomba, niombe waziri, tuangalie maslahi ya mapolisi. Tuangalie maslahi yao. Tuangalie wapi tunakwama katika kuwalipa vizuri mapolisi. Wanafanya kazi usiku na mchana. Vyombo vya usalama vyote tuangalie. Tuangalie polisi, wanasema hamna wingi wa polisi. Polisi. Tuangalie namna gani tunawasaidia kupata uwezo wa kuendesha shughuli zao. Nimshukuru Rais kwa kuwapa magari 218. Lakini pikipiki 105 amefanya kazi nzuri sana kuwapa. Ili tuweze kujenga usalama wa kutosha kwenye nchi yetu, lazima polisi na vyombo vingine vya usalama vipate usafiri na vipate maslahi ya kuwatosha ili wapunguze ghadhabu zao katika maisha yao ya nyumbani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania ni nchi huru. Na sio huru tu, katika mataifa mengi ya Afrika, sijui kama kuna mengine, sisi ndio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taifa letu ndio linaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni nchi huru, inahitaji amani, inahitaji usalama, inahitaji ulinzi wake wa kutosha, inahitaji kujilinda yenyewe. Ina utamaduni tofauti, ina siasa tofauti, ina watu tofauti. Tanzania ndio kipekee huko nyuma mpaka leo nadhani. Ulikuwa ukienda Dar es Salaam mpaka uende kwa balozi ndio uende wakujua kama umetokea wapi. Balozi wa nyumba 10 kwa nchi yetu analinda mtu. Hakuna nchi nyingine ya kufanya hivi. Kwa sisi ni nchi pekee ambayo inaweza kufanya kazi zake kwa kujilinda. Tulikuwa tunaongea hapa na wenzangu, tumeona chombo muhimu sana duniani, CNN, kutoka Marekani. Kinasema Rais Samia hapingi wanaharakati, anapinga kuingiliwa na wanaharakati. Hapingi wanaharakati. Amesema anapinga upotoshaji na kuingiliwa kwa wanaharakati. Kwa hiyo lazima kila nchi iwe na uwezo wake. Kwa sababu gani? Sisi tuna wanaharakati wa ndani, wafanye wanaharakati wao. Lakini sio tupokee wanaharakati kutoka maeneo mengine waje kuingia kwenye nchi yetu. Hapana. Hiyo Bashungwa na IGP Wambura kazi hiyo muifanye iende vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naangalia hapa ripoti mbalimbali. Nimeangalia ripoti ya Global Peace Index ya 2024. Ile ripoti ya amani inasema dunia ya leo imepata misukosuko ya migogoro na ghasia, na watu wengi wanakufa kwa ajili ya migogoro na hizo ghasia duniani. Ripoti inasema dunia jipange kujilinda usalama wake katika nchi yake. Ijilinde usalama. Kwa hiyo ripoti imesema wazi 2024. Sasa ni nini kinafanyika? Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima alinde usalama wa nchi yetu. Na pengine wanasikia maneno tu wasema rais mpore. Hakuna rais aliyewahi kutokea kwa mpore. Haipo. Ndio maana anaitwa Amiri Jeshi Mkuu. Amiri Jeshi Mkuu maana yake ni kwamba jeshi halifuati sheria, linafuata amri. Sasa huwezi kuwa Amiri Jeshi Mkuu alafu kama mpore. Haiwezekani. Kwa hiyo kwa vyovyote vile rais ni system. Mama Samia ni jina la mtu. Kwa hiyo tunaposema Mama Samia ni rais wa nchi, maana yake anafuata ni Amiri Jeshi Mkuu wa jeshi. Pale ambapo nchi yake inaingiliwa anakuwa tofauti. Na niwaambie wabunge, sio kama mnamtazama mama, siku zote ukimwona mama inaonekana usalama wa nchi unayumba, utamwona machoni. Anabadilika kabisa. Anakuambia, ukisikia mama anasema hii hapana, ujue amefika mwisho. Kwa hiyo rais analinda usalama wa nchi yetu. Lakini nimeona ripoti ya nchi, nimeona ripoti ya index ya Global Peace Index imeonyesha kwamba kuna nchi 10 zaidi Afrika zenye amani zaidi. Nchi 10 ametaja. Nchi ya kwanza ametaja Mauritius, imekuja Madagascar, imekuja Botswana, imekuja Ghana, imekuja Zambia, imekuja Namibia, imekuja Tanzania, imekuja Sierra Leone, imekuja Liberia, imekuja Angola. Haya, mama anaposema, rais wetu anaposema nchi yetu
ni nchi pekee ya kimbilio la Afrika Mashariki. Unakataa nini? Wewe unakataa nini? Ripoti imesema katika nchi zilizotajwa hapa, nchi za Afrika Mashariki ni Tanzania pekee yake. Nani ya 7? Kwa hiyo sisi tulikuwa kwanza tunaenda hivi, tunaenda mwishoni tutakwenda kuanguka kama tutalinda nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe kwamba katika nchi yetu lazima tulinde amani yetu. Tumekuwa uhuru wetu tulipata tofauti. Ni moja ya nchi zilipata uhuru wake, uhuru tuliopata ulikuwa ni uhuru wa amani. Hatukutoa damu, tulipata uhuru wa damu. Mimi nimetazama vikripu nyingi sana. Niwashukuru sana wale viongozi wa Kenya na wananchi wa Kenya waliopinga hatua za wale watu wanataka kuja kutuingilia hapa. Wamepinga sana. Nimeona wananchi wanapinga, nimeona viongozi wanapinga. Tunawashukuru sana. Lakini tunawalani wale wanaoandika rais vibaya. Wale wanatukana rais wetu. Tunawalani sana. Lakini Kenya ni nchi yetu. Sisi tuko pamoja, tunapendana, tunafanya biashara, tuishi pamoja. Na ndio waombe marais wasiingilie hivyo vitu vya watu wahuni hawa wanakuja kutuvuruga na wenyewe tukaingia kwenye uhuni hapa. Wakubaliane kwamba wale wote ambao wanatenda nje ya sheria wakamatwe katika nchi zao. Kwa sababu siasa za Kenya sio siasa za Tanzania. Kwa hiyo niombe, niwashukuru sana wale watu wa Kenya wanaokataa mambo hayo, wanaopinga uhalimu waliofanya wanaharakati waliokuepo ili tuendelee na nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimezungumza hayo kwa sababu nchi yetu inahitaji amani. Tunahitaji amani sana 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 sana. Hakuna mtu anaweza kupinga, hakuna mtu anaweza kusema kwamba tunaweza kuendelea. Wameonyesha kwanza shirika la fedha duniani limeonyesha mpaka sasa nchi yetu pato la taifa ni bilioni 85.6. Limeonyesha, linasema kwamba kama Tanzania itaenda na amani yake hivyo hapo ilivyo, ikifika 2028 nchi yetu itakuwa na pato la kitaifa ambalo itakuwepo bilioni 136. Sasa kama hatuwezi kulinda mikakati yetu ya kimaendeleo, hatuwezi kulinda miradi ambayo tunayo ya mikakati, hatuwezi kufikia hilo pato. Kwa hiyo tunaomba amani yetu iendelee kulindwa. Viongozi wetu wa polisi, viongozi wetu wa kijeshi na watu wote kwa Tanzania tuendelee kulinda amani ya nchi yetu. Lakini pia niombe serikali ya CCM huko tunakokwenda tuanze kufanya vetting. Tuanze kufanya vetting ya watu wanaoingia madarakani. Hata sisi wabunge tufanywe vetting. Hii habari ya kuandaa watu na kuwapa madaraka alafu katikati hapa anaanza kutukana serikali, hapana, tufanye vetting. Wazalendo wa nchi hii waendelee kupewa vyeo. Wale wahuni wakae pembeni. Nakushukuru sana, naunga mkono wote. Asante sana Mheshimiwa Boniface Mwita Gitere. Nimtaja Mheshimiwa Elbarik Emmanuel Kingu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza sana kaka yangu Bashungwa, waziri wetu wa ulinzi wa mambo ya ndani na naibu wake. Ninawapongeza sana. Ninyi ni watu makini, watu wanyenyekevu sana. Ninampongeza rais wetu kwa kuona kwamba mnaweza mkamsaidia katika kuhakikisha kwamba mnasimamia wizara yetu ya mambo ya ndani. Hongereni sana kaka zangu, hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kihistoria kwa upande wa Afrika ya Mashariki na dunia, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania is a sovereign state. Hii ni nchi huru, na ninakwenda mbali. Taifa letu ndilo taifa lenye historia Afrika. Narudia, taifa hili ndilo taifa lenye historia Afrika ya kuwafanya mataifa ya Afrika wawe wamoja. Taifa hili liliwafanya Msumbiji wakawa wamoja. Taifa hili liliwafanya Zambia wakawa wamoja. Kama mnasoma historia, taifa hili liliwafanya Namibia wakawa wamoja. Taifa hili liliwafanya South Africa wakawa wamoja. Taifa hili limewafanya Komoro na Seychelles na nchi zingine kuwa wamoja. Taifa hili lilirudisha stability na umoja Uganda. Taifa hili
hata hao Kenya, baadhi ya wanaharakati wanaojaribu kufikiri kwamba hili taifa ni la hovyo, walipoanza kuchinjana miaka michache iliyopita, ni taifa hili lilikwenda Kenya likarudisha umoja, amani na mshikamano. Ninaomba nimnukuu baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu, kiongozi aliyekuwa amepewa karama na Mungu ya kuliunganisha Afrika na kuiunganisha Tanzania. Ninajua nitakufa, sitapona ugonjwa huu, na waacha Watanzania wangu, naondoka nikiwa nimewaachia taifa moja lenye umoja na amani. Wosia wangu kwao, waipende nchi yao kama wanavyowapenda mama zao. Wajue hakuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Haya maneno aliyatamka baba wa taifa akiwa kitandani hospitalini London. Baba wa taifa alijua, kwa sababu alikuwa rais wa nchi hii, aliona viashiria vyote ambavyo vilikuwa vinanyemelea kuligawa taifa Tanzania. Na rais wetu wa wakati huo, Mwalimu Nyerere, akiwa amestaafu kitandani, karibu mauti inataka kumfika, Roho wa Mungu alimshukia akiwa kitandani, akasema, nitoe maneno gani ya kuhakikisha stability, umoja, mshikamano wa taifa langu utakuwa salama kwa miaka 100 ijayo. Akasema, ninawaasa wa Tanzania walipende taifa lao kama wanavyompenda mama yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, tumebahatika kupata rais mama katika taifa letu. Tumebahatika kupata rais mwanamama katika taifa letu. Sisi wa Tanzania hatujafundishwa kebehi. Sisi watoto wa Mwalimu Nyerere hatujafundishwa kuwachukia majirani, na ndiyo maana waliponyanyaswa, walipobaguliwa, tulikwenda kuwapigania, tukatoa damu za Watanzania, tukamwaga damu za watu wetu. Majeshi yetu na vyombo vya ulinzi na usalama vikaenda kujitoa muhanga kuleta stability ya mataifa ya Afrika, mfano ambao hauwezi kuigwa na taifa lolote lililopo. Taifa hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio taifa liliamua kusacrifice maendeleo ya watu wake. Watoto wetu wakakosa elimu bora, vizazi vyetu vikakosa usafiri bora, tukasacrifice kuliunganisha bara la Afrika. Tunaomba tuwakumbushe majirani zetu wa Kenya na mataifa mengine, na hili tunazungumza kutoka kwenye bunge, chombo kilicho huru cha kikatiba. Tunawaonya sana wanaharakati wanaofikiri ya kwamba taifa hili ni choo, kila mtu anaweza kwenda kujisaidia na kutoka. Nataka niwaambie kwa viongozi walioko madarakani na sisi vijana ambao tutakuja kukabidhiwa taifa hili, hakuna kiumbe chochote kitaweza kuligawa taifa hili. Hili ni onyo kutoka kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, sisi wa Tanzania tunampenda Rais Ruto wa Kenya. Sisi wa Tanzania tunampenda Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Sisi wa Tanzania tunampenda Paulo Kagame wa Rwanda. Sisi wa Tanzania tunampenda rais wa Burundi, tunampenda rais wa Kongo na mataifa yote ya Sudani na Somalia. Sisi wa Tanzania hatuna chokochoko, ila ninawaonya majirani zetu, they should never dare again. Wasije tena. Ninatoa onyo kwa niaba ya wabunge wenzangu, ninatoa onyo kwa vibaraka wanaokubali kutumika kwenye mataifa yao. Tanzania sio mahali salama kwao. Taifa hili linaye kiongozi, rais mwanamama jasiri, shupavu, mzalendo, amefanya mambo makubwa kwa taifa hili, na sisi kama chombo kinachowakilisha wananchi kwenye bunge hili tutalinda taifa letu, tutalinda nchi yetu kwa wivu mkubwa, kwa gharama kubwa, na Mungu tusaidie, tutakwenda kushinda kila majaribio yanayotaka kuligawa taifa hili kwa misingi ya ukabila, kwa misingi ya dini, kwa maslahi ya watu wachache wanaowatumikia. Namaliza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nitoe pongezi kwa jeshi
letu la polisi Tanzania na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Nataka niwaambieni, yalipokuja majaribio ya kuligawa taifa letu vipande, Rufiji na mikoa mingine, jeshi hili ambao wanalisonga vidole lilisimama na kurudisha amani na utulivu wa taifa letu. Nataka niwaambie, yalipokuja majaribio ya kigaidi kwenye mikoa ya kusini na sehemu zingine, sisi tunalala. Majemadari hawa usiku na mchana wanagharimu hata familia zao, wanalinda amani ya taifa hili, wako tayari kupoteza maisha kulinda umoja na mshikamano wa taifa letu. IGP Wambura, popote ulipo, wewe na makamanda wako na makaza wako, nataka nikuambie usitishwe. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liko na wewe, liko na askari wetu. Na rais wangu, popote pale ulipo, ukipata ujumbe, kusikia ujumbe wangu, ninakuomba mwakani uchumi ukikaa vizuri, pandisha mishahara ya watu wetu hawa, majemadari hawa, vinara hawa wanaolilinda taifa letu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Mwisho kabisa, lakini si kwa umuhimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwaasi Watanzania wote wanaolipenda taifa lao. Nyakati hizi, waziri amesema, vita vya kimaslahi ya kitaifa, vita vya kikanda, geopolitical politics za duniani, sio lazima taifa likuvamie na vifaru. Chokochoko zinazopenyezwa kwenye taifa letu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, simamieni imara. Baba wa taifa kaburini alipo, anawaangalieni ninyi, anawaangalia Watanzania, anawaangalia kila mmoja, kuhakikisha tunatimiza jukumu letu la kikatiba la kuilinda Tanzania kwa gharama yoyote ile. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.